Habari za muda huu mtazamaji wa Azam TV, ni muda na wakati ambao tunakutana tena pamoja ndani ya kipindi hiki kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na michezo au matukio yaliyopo, yanayokuja au yale ambayo yamekwisha kutokea. Na kama ilivyo ada, basi ni wiki nyingine ambayo nina wageni wangu maalum kabisa, na safari hii tukiwa tunazungumzia moja ya teknolojia ambayo imekuwa ikitumika duniani kote hivi sasa kuhakikisha kwamba timu inayocheza inapata ushindi kwa kupitia marudio katika video au katika michoro ambayo imetengenezwa maalum katika weakness ambayo iko kwa timu pinzani, yale ambayo yako katika weakness au strength ya timu yako husika. Na hawa wamekuwa maarufu sana sasa hivi kama video analysis. Wana shughuli gani, wanafanya nini, na kwa nini imeandaliwa warsha maalum ya kuweza kuwapiga msasa au watu ambao wanahusika katika vilabu katika video analysis. Nipo na Haji Digego ambaye yeye ni mwenye kampuni hiyo ya Haji Digego, pamoja na Saidi Suba partner wake. Hawa wawili wako katika namna tofauti. Haji yeye ni wakala anayetambuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA, lakini kwa Saidi Suba yeye ni scout au mtaalamu wa kutafuta vipaji vile vile anayetambulika na shirikisho la soka duniani FIFA. Bwana, kwa mara nyingine tena karibuni. Asante sana. Mambo vipi? Safi sana. Kwema? Alhamdulillah. Hatujaonana anatokea Madrid amepata ushindi. Unajisikia raha au umetamani kurudi mundani? Kutoka kwa zangu. Hakika safari ya kuruka. Wewe kama maumivu mnayo nyie. Kutoka kwa zangu. Saidi vipi? Kwema. Mambo yanaendaje? Tunashukuru Mungu ase. Tunaangalia hapa, unajua jana katika kuangalia kwangu nikaona national team ya South Africa under 17 wakiwa darasani. Ndio. Kwa maana kwamba wanajiandaa na mitihani wakirudi nyumbani. Kwamba hawajamiss kile ambacho wanatakiwa au vipindi ambavyo watakuja. Walimu wanaohusika na mitaala mbalimbali kwa wale watoto nao wamesafiri na timu katika michuano ya dunia ili kuhakikisha kwamba wanawafundisha. Sasa kuna mtu mmoja pale akaweka comment, akasema hii inabidi ifanyike kwetu na nini na nini. Sasa mwingine akamjibu chini akamwambia inawezekana kufanyika vipi wakati wewe under 17 ya miaka 25? Na shughuli lishaanza siku nyingi. Kwamba hiyo inawezekana. Sasa nimekuwa hapa nimekumbuka hiyo kitu, na hasa kwa kuangalia kile ambacho kinafanyika. Kinaweza ka-apply hapa kwetu kwa namna hiyo ambayo vijana wanaenda katika michuano na wanapoteza karibia mwezi mzima. Kinawezekana. Mimi naamini ni mipango. Tulizungumzia katika session pia iliyopita jinsi gani ambavyo elimu ina impact maisha ya hawa vijana, lakini pia na kuwa na watu ambao katika age yao ile. Tunaona kwa South Africa imekuwa ni kama stepping stone nyingine pia, lakini tumeona the like ya Lamine Yamal akiwa anaambiwa baada ya mechi kesho inabidi arudi aende shule. Vijana wa Arsenal, Ethan Nwaneri, Max Gudon na watu wengine wengi. Kwa inawezekana kama wenzetu wanaweza kufanya na sisi tunaweza kufanya, ni kutilia mkazo elimu yetu, kuipower, kwa sababu siku hizi the like ya kusoma huhitaji kuwa na physical presence ya sehemu. Tunaweza tukaweka vijana wakapata online platform kama kawaida. Shule nyingi zimekuwa zikitoa hivyo saizi. Na pia elimu hiyo ilitoka pia na watu kupata uelewa baada ya kupata corona. Watu wakaona okay, je, ikishindikana watu kuwepo physically sehemu, tunaweza tukapeleka mitaala yao ikawa karibu katika social media, katika hiyo internet. Then inawezekana. Lakini kama unavyosema lazima tukubaliane na polisi kwanza, je, miaka 17 ni 17, na je tuna empower katika elimu yao. Nadhani ulizungumzia vizuri katika greater length haya mashindano, hawa watu wanaofanywa scouting, hawa wachezaji wetu kuchukuliwa katika mizizi ya shule. Inasaidia sana kwa sababu inamuongezea kijana ujuzi wa mpira, lakini pia knowledge yake personally. Kwa sababu kuna maisha baada ya mpira, kuna kupata ajali, kuna kuumia, kuna vitu hivyo. Je, tunamwandaje huyu baada ya mpira wake kuisha, career yake baada? Kwa nadhani inawezekana. Tunahitaji mipango tu. Angekuwa marehemu rafiki yetu Ali Mkongo angesema tumwachie Mungu. Haji, ni fursa nyingine ambayo tunakuja kuiangalia, na nimeweza kwanza kuwashukuru kwa kuweza kuja kwa sababu niliona kuna jambo ambalo linaendelea na nimekuwa nikiliangalia kwa muda mrefu. Kuna nyakati naenda naangalia hii ni timu inayocheza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unajua mimi naombea kwenda kuangalia juu ya viwanja kule.
Sasa kuna timu kubwa tu ukiziona hizi na zile za madaraja ya kati unaweza ukaona kuna mtu pale ana kamera hivi na nini na kuna jopo la watu wawili, lakini wengine unakuta mmoja na kitu kama hicho. Ndio. Issue ya video analysis imekuwa sio ombi bali ni lazima iwapo unataka mafanikio. Ndio. Sasa nije tu katika eneo hili hapa la kwanza. Nini ambacho kiliwavuta na kuona kwamba haya mapinduzi ambayo yanaendelea duniani kote katika uwepo wa picha za mrudio au kwa ajili ya kufanya analysis, video analysis yanafaa kufanyika katika timu zetu hata za madaraja ya kati? Kama kwa kuanzia, kama ulivyonitambulisha kwamba ni wakala wa FIFA. Sasa katika vitu sisi mawakala tunateseka ni kunadi vipaji. Sasa unakuta kwamba una mchezaji mzuri lakini huna video za kutosha kuelezea au kuonesha uzuri wake. Lakini pia huna data za kutosha kunadi talent yake. Ushafahamu? Sasa tukaona kwamba tukienda na mwenendo huu tutakuwa sisi na hatuna tofauti na walotangulia mwanzoni. Na especially kwamba lengo hasa sio tu kufanya uwakala ama kazi ya wakala kitanzania, bali kutafutia vijana wetu fursa za kwenda nje ya Tanzania. Sasa kama unashirikiana na mawakala wenzako duniani, let's say Spain, let's say Uingereza, una data zipi za kumweleza scout ama recruitment officer kwamba huyu mchezaji anafaa ama ana uwezo huo kuja kucheza katika klabu yako? Umeona? Kwa hiyo tukaona kwamba ili kuziba hiyo gap, ni bora hapa Tanzania tukaanza kuhamasisha vilabu kuanza kufanya video analysis, lakini also collect other data ambazo zinahusika na kunadi talent za vijana wetu ili kuweza kuexpose, kuweza kuona kama hivi anavyofanya Lamine hapo katika umri huo. Ndio. Safi sana. Kwa hiyo baada ya kuangalia hilo, kwa sababu tunakwenda katika uhalisia. Kuna timu zitakwambia hatuna manpower. Ndio. Au hatuna muscle. Ndio. Ya kuweza kufanya hivyo. Inawezekana vipi kwa timu ambayo, au ni nini ambacho kinahitajika kwa timu kuweza kuwa na video analysis? Na ndo hapo sisi tunakuja kama kampuni. Sisi kampuni yetu inaitwa Degigo Sports Management kama ulivyosema, na kwenye hii management ndo kuna kitengo haswa cha kufanya analysis, ambao leo mkuu wa kitengo hicho hajaweza kuja, Mohamed Hamim, ambaye ana masters ya analysis. Amesoma chuo Spain, FSI. This is one of the biggest institution kwenye masuala analysis. Amefanya practice zake pale Celta Vigo. Kwa ni mtu ambaye ana ujuzi mkubwa kwenye haya masuala. Mtanzania. Huyu ni Mtanzania mwenzetu, kazaliwa hapa, kasomea hapa. Umeshafahamu Kwa sisi kama kampuni ni kuweza kuwasaidia na kufanya uwepesi iwezekanavyo ili mtu kupata hii teknolojia na hiyo manpower. Kwa sisi tunakuja klabu yako, kwa tunafanya analysis unachokihitaji. Kwa unaweza kuambia wewe unahitaji kamera, unahitaji software hii, unahitaji labda na wafanyakazi wawili, manpower wawili, ambao sisi tutatrain na tutakupa ili ufanye nao kazi. Umeona? Na hapa ndo collaboration yetu inakuja na hii kampuni ya Hudl, ambayo nchi mama ni Amerika, lakini wanao vituo including in Spain na nchi tofauti. Umeona? Na hawa ni tunafanya nao collabo kuensure kwamba hii teknolojia inapatikana kwa bei rahisi na kwa uwezekano mwepesi zaidi kama tunavyodhania. Kwa hiyo sisi as a company na kupitia Hudl, what we do is kuprovide your manpower na technology kwa bei halfway kuliko kama klabu yeye mwenyewe angeweza kujitafutia na ingemcost gharama kubwa. Ndio. Amezungumzia Haji kuhusiana na shida ambayo inawakuta mawakala, lakini nyie scout mnaweza mkapita na mkajua kwamba kipaji kwenda kukiuza inakuwa ni ngumu. Sasa hii inaweza ika-apply vipi kwa vilabu kama vya championship au maeneo mengine katika eneo hilo hasa? Nadhani na nimependa maswali yako na Haji alivyojaribu kuiconnect the like ya hii analysis na jinsi gani ambavyo inasaidia vilabu. Miongoni mwa katika brochure yetu pia utakapoangalia kwenye workshop yetu imesema inasaidia scouting na recruitment. Hiyo ni part kubwa sana. Ukiangalia kiundani unaweza kujiuliza inafanyaje kazi hivyo? Kwa sababu haitoshi tu kuwa na video
isipokuwa inakuja na data na statistics maalum. The like ya kuna tool, kuna software katika Hudl inaitwa Wayscout. Okay. Kwa inaweza kukupa data za wachezaji, amepiga pasi ngapi, amefanya duels ngapi, ameshinda, mchezaji specific na timu specific. Hiyo inasaidia kipindi cha kufanya scouting. Peke yake haitoshi kusema Patrick Nyembela ni mchezaji mzuri. Je, nina data gani zinazo support Patrick Nyembela ni mchezaji mzuri? Naweza kusema Patrick Nyembela ndani ya game 10 ana magoli 5, ana accurate pass 12, ana long balls 7, ana duels ambazo amewin 15. Hizi zote ni software maalum ambazo Hudl pia wanaitoa kama package. Lakini pia nimependa ambavyo umerefresh swala lako. Analysis watu wanaiangalia katika video tu peke yake. Lakini analysis ni broader perspective. Inazungumzia performance analysis na video analysis. Ni vitu viwili tofauti. Kwa kuna the like kwamba tunaangalia video kwa ajili ya kuangalia strength na weakness za mpinzani. For which hapo naangalia na mchezaji mmoja mmoja. Maana kuna analysis ya team na individual. Kwangu kama scout nikifika inanisaidia kuangalia the individual targeted player. Yeah. Na jinsi gani nitakavyomchukua kumwangalia kwa jicho. Mfano nasema kwa Tanzania saizi striker bora Awa, au striker bora Soa, au striker bora labda Juma Sagwe, Mzize. Data gani zinanisaidia kuzibackup? Na video ngapi za kusupport kwamba kweli huyu ni striker bora? Position yake katika uwanja. Vitu vyote hivi vinapatikana katika so called analysis. Okay. Kwa sababu hizi kamera za kawaida zinachukua entertainment. Analysis inachukua tactical angle maalumu kwa ajili ya kuangalia hizo data za huyo mchezaji. Kwa hiyo scout ni waumini wakubwa sana na inatusaidia sana kwenye upande wa analysis, hasa kwenye teknolojia ambazo zimeletwa saizi duniani kama ya Hudl iloletwa. Ni teknolojia kubwa sana. Nadhani sisi tuko very proud kufanya nao kazi hawa watu, kwa sababu si kwamba wameileta teknolojia, wameileta katika bei ambayo kwa Tanzania tunapata offer. Kuna vilabu wamejaribu kwenda ku approach direct, wameona the like ya bei zake zilivyokuwa. Lakini umesema pia inasaidia katika performance ya timu. Kwa sababu imekuwa rahisi vipi kwenu kuweza ku approach na kuweza kufikia kuona kwamba wanaweza wakafanya kwa bei hiyo ambayo inaweza kufanyika? Mpaka nasema kwamba kuna zile za hadharani, kuna siri zenu nyingine mmezitoa, sio lazima sana jinsi unaweza kuingia, lakini imekuwa rahisi vipi? Wamewafahamu vipi kuona kwamba they can assist you kuweza kukifanya hili jambo katika wakati huu? Nadhani hizi kampuni mbili yetu Degigo na Hudl tumekutana kwa sehemu ambao tumeweza kualign, ndio maana process imekuwa rahisi. Kama nilivyosema, sisi lengo ni kupanua na kutanua fursa za wachezaji wa Kitanzania ama Afrika Mashariki. Ushafahamu lakini lazima uwe katika platform ambazo zinakuenable wewe kufika malengo yako. Lakini pia tumekutana na kampuni ya Hudl ambao wana kiu ya ku-access market ya East Africa. Umeona? Kwa hizi pande mbili tumeweza kukaa na kujadili kwamba manufaa ni nini na wapi ambapo tunaweza kusaidiana kufikia wote malengo yetu kwa pamoja. Ushafahamu na katika hiyo ni kwamba chingine sisi kama alivyosema Suba tuna changamoto ya kwanza ni bei. Lakini kabla hujafika bei unagundua ni uelewa, ufahamu. Umeona, ndio maana tumeandaa hii workshop ni katika sehemu ya kuelimisha watu na kuongezea ufahamu. Kwa sababu kama nimesema mwanzo, naweza saizi ni rahisi mtu kutumia milioni 3 kununua simu kwa sababu ufahamu huo upo na mtu hata kushangaa. Umeona Lakini ukasema unitumie fungu hili kwenye klabu ili kusaidia kwenye masuala analysis, na kama mtu hafahamu umuhimu wake haoni haja kuinvest hiyo hela. Umeona? Kwa saizi kasema kwamba kabla hajafika kwenye masuala ya bei ambayo tayari discuss bei ambazo ni rafiki kwa vilabu vya Afrika Mashariki, lakini kikuu kwamba tukaone kwamba ni elimu kwanza yafikie, kwa sababu hata hiyo bei ukishusha na mtu hafahamu hataona umuhimu wa hilo jambo. Kwa hiyo tukaanza kwamba saizi can we do these workshops ili kusaidia vilabu na hao ambao wameajiriwa kama ma-analyst katika vilabu vyao kuona ufahamu na uelewa ya mambo yalivyofanywa. Na umenizungumzia hapo walengwa. Ni walengwa hao tu au mmetoa mwaliko kwa
watu wa namna gani? Kwa sababu kwa mfano inawezekana mimi niko hapa ndio na ni sehemu ya kuweza nasema nakana wachambuzi. Ndiyo. Na tunaangalia ligi, tunafanya nini na vitu kama hivyo, maswali mbalimbali hapo. Mimi na qualify kuweza kwenda kufanya hiyo training. And una qualify, to be fair, una qualify, na walengo hasa walikuwa ni uongozi wa vilabu na technical staff ambao mara nyingi kama ulivyosema wawili watatu ambao mara nyingi huwa wanatumiwa kama sehemu ya analysis. Anaweza kuwa asio na taaluma hiyo, lakini ndio anaotumiwa. Kwa hiyo nani ambayo tunaiona hapo sasa hivi. Ndio, kwa hiyo ndio inakuwa ratiba ya hiyo workshop ambayo inaanza kesho Alhamis mpaka Jumapili kwa saa 3 mpaka saa 5. Kwa hiyo lengo hasa lilikuwa ni hao CEOs, manager wa klabu na technical staff, lakini kama ulivyosema kuna nafasi ya wanahabari, wachambuzi, na lengo kuu nilivyosema ni kufikisha hii elimu na ufahamu wa masuala ambayo yanaendelea huko duniani kwa masuala ya analysis. Okay. Sasa hapa Super nikiangalia unaona mwitikio kwanza uko vipi na changamoto inakuwa labda ni nini? Kutokupata aidha namba kubwa au wengi kutokuwa na mwitikio kama ambavyo nadhani mliangalia kwa kuona soka la Tanzania lilivyo sasa. Kwanza mwitikio nadhani na changamoto kubwa. Nianze na changamoto. Kama alivyosema Haji hapa, alivyotangulia kusema, kitu kikubwa kimekuwa ni awareness. Ni kujua umuhimu wa hiyo department ya analysis. Nimerudia tena kuisema ni department. Kwa sababu watu wanaamini ni analyst peke yake. Hata katika hiyo tangazo lilotoka kuruka hapo, hiyo brochure yetu, unaweza kaona kuna part ya analysis. Kuna pre-match analysis, kuna live analysis, kuna post-match analysis. Hizi zote haziwezi zikafanywa na mtu mmoja. Okay. Hii analysis na umuhimu wake ipo katika kuandaa mbinu za timu kabla hatujaingia kwenda kucheza mechi, tunapocheza mechi na baada ya kucheza mechi. Okay. Kabla nasema naenda kucheza na timu ya Patrick Nyembela. Timu ya Patrick Nyembela inacheza katika mfumo wa aina gani? Strength yake ni nini? Weakness yake ni nini? Hiyo ni pre-match analysis. Kwa tayari naisoma na study timu ya Patrick Nyembela. Lakini kipindi na study timu ya Patrick Nyembela, natakiwa niandae timu yangu. Nipate analysis pia. Naandaa timu yangu kwa mbinu gani? Je, naandaa timu yangu kwa sasa hivi umuhimu kwa mfano toka katika small international break. Umuhimu wa kwanza ni nini? Ni kucorrect matatizo yangu au kuandaa kwa ajili ya mechi ambayo itatokea tarehe 21 na kuendelea. Kwa wengi wanagundua baada ya mechi ni kuandaa kwanza timu yako. Kwa hiyo kuna report inabidi itoke katika mechi iliyopita. Ni weakness gani tulikuwa nazo? Then tuzifanyie makosa zile weakness ndani ya siku 1-2, tujiandae kwa ajili ya mechi. Tunasema analysis ni cycle. Kuna maandalizi, analysis yenyewe live match analysis, post match analysis, tunarudi kwenye training ground tena. Ni cycle nzima inazunguka hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hizo ripoti zinatakiwa ziwepo ndani ya department ya watu wasiopungua at least 3. Kwa sababu katika mechi moja tunapoenda kuanalyze, tunakuwa na mtu ambaye anaangalia on team analysis, anaangalia opponent analysis. Na hivi vitu vyote vinakuja pale pale tena katika training ground. Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana na Patrick. Timu ya Patrick Nyembela ina wachezaji 11 na sisi tuna wachezaji 11. Mbinu zetu ndo zinabidi zikashawishi sisi kuweza kushinda mechi. Kwa hiyo tutajiandaa leo kwa ajili ya kwenda kuandaa hizo mbinu. Je, siku ya mechi tunaangalia nini? Zile mbinu tulizoziweka jana leo zinaweza kufanya kazi? Sio tu freestyle tumefika pale piga mbele, hapana. Jana tuliandaa timu kwa ajili ya hii mechi specific. Okay, kwa nini saizi wanatupress hivi? Tufanyeje? Ndio kuna mtu wa live pale atakuepo anatuambia bwana, kutokana na staili yao leo hawakabi katika 4-4-2. Leo anakaba 4-3-3. Leo bwana hawatumii libero midfielder labda kuja kuchukua mipira. Wanatumia maybe wing back kupanda na kushuka. Kumbuka tuliangalia game moja ya Simba pale tulikuwa tunaona rotations nyingi sana pale juu. Zile zote ni mbinu za kuchanganya timu pinzani. Nani anakuja kupokea mpira kwa wakati gani? The like ya mechi ya JKT na Simba haiwezi kuwa sawa sawa na the approach ya mechi ya KMC na Yanga. Haiwezi kuwa sawa sawa na mechi ya KMC labda
na Fountain Gate. Kwa hivi vitu vyote vinapatikana katika department analysis. Ni mtaalamu, kuna mtaalamu wa opponent, yeye kazi yake ni kustudy opponent tu. Anatuambia bwana, opponent huyu yuko hivi. Kuna mtaalamu wa on team, yeye kazi yake ni kuangalia on team mistake zetu ziko wapi, tunawezaje tukazirekebisha. Then kuna mtaalamu ambaye atakuja kutumalizia kuwa yeye ndio mtoaji ripoti mkubwa kwa kocha, kwa sababu mwisho siku analyst anafanya kazi karibu sana na kocha, na zote zina umuhimu kuendeleza timu zetu kushindana, sio ndani tu, nje ya nchi, kwa sababu dunia nzima hiyo ndio secret tool size. Wow. Timu kama Arsenal ina watu 14. Ishia hapo Said, nirudi na wewe katika ungo ya pili, kwa sababu unajua sisi tumezoea kwamba wingi ya kushoto, wingi ya kulia, flank na vitu kama hivyo kwamba ndio vinaweza kutupa taswira. Na mara nyingi katika chambuzi tunazungumzia hapa haswa swala la kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kwenda katika viwanja vya mazoezi ili uweze kuchambua vizuri pale timu inapokuwa inaenda vema au inavyoenda chini, na kile ambacho kujitokeza ndani ya dakika 45 kabla ya kufika dakika 90. Twende katika matangazo, tutarejea baada ya muda mfupi. Well, tumemaliza nguo ya kwanza, na nikukumbushe tu kwamba ni kipindi maalum leo hii tukiwa tunazungumzia kuhusiana na washa ambayo itaendeshwa na Degigo Sports Promotion Company, ambayo wao wanaendesha semina maalum kwa watu ambao wanahusika zaidi na usomaji wa video kwa ajili ya kutoa taarifa kwa benchi la ufundi kuweza kutumika. Tumepata mifano mingi, lakini kabla tujaenda hapo, Suba alikuwa anatupa mfano wa Arsenal, ukasema kwamba katika team tu ya video analysis there are more than 14 people, sio? There are more than 14 people. So ni entire department of it. Kwa sababu wenzetu wameshapita tena katika kustudy vitu manually. Kwa Arsenal wana system yao. Wanazo camera, wanazo equipment, wanazo AI tools. Wana study kila kitu kwa ajili ya opponent na kwa ajili ya timu yao. Wanajua ni nani mbeleni. Uliniuliza swala la scouting na swala la haji la agent. Wanajua kutokana na system yetu ya sasa hizi tunamhitaji mchezaji gani mwakani. Gradual improvement ya timu kama Arsenal, timu zingine zote duniani. Na ndio maana unaona ni ngumu sana ku drop the like kama timu ya Man City. Yani ni ngumu sana ku drop moja kwa moja kwenye form. Watakuwa na pengo up and down hapa na pale, kwa sababu kuna wachezaji wawili watatu waliotumika miaka 8 mfululizo 7 wanaweza kawa wameondoka kwa ajili ya recruitment watu wengine, lakini kwenye recruitment wise ni tool ambayo ni muhimu sana, kwa sababu inatupa the like injury huyo mtu. Tutakuja kwenye swala la performance analyst pale. Ina involve mambo ya GPS, mazoezi kama ndugu zetu wanaopewa hayo ya kumizana. Kwa hiyo hiyo yote inakwambia the rate ya wameweka, tunasema saizi ni football science. Kwa hiyo hii department ina IT, ina specialist maalum, ina IT wasiopungua 3. Ina analyst 14. Lengo lote ni kumstudy opponent. Kuna situations zinatokea, nasema timu leo haichezi inakaba tu. Ni specific watu wamewekewa. Mchambuzi ataanza kusema hapa leo si timu kubwa, lakini ni heshima ya hiyo mechi. Leo tumeamua tukabe mid block, low block, ama tufanye pressing. Ni approach ya hiyo game. Kwa wenzetu wamejua umuhimu wa analysis na jinsi gani ambavyo wanaweza kuilink na entire organization nzima. Hence wameamua kutengeneza department ya watu 14, ikiwemo IT, ikiwemo head of analyst, wakiwemo watu tofauti ambao wanakuja, watu wa video editing, video graphic, wako wote katika hiyo timu ya watu 14. Lengo ni kutoa information na kurahisisha decision making uwanjani. Ikifika kipindi cha mechi, kaka Patrick, si kipindi cha kuamua ni kipindi cha kurahisisha kuamua. Mechi inabidi tumsaidie kocha na wachezaji kurahisisha kufanya maamuzi. Si wafike pale anapewa mpira anaanza kufikiria sana. Watu wanakuwa shamstudy mpinzani, washajua wapi atatupress,
wapi hata tu press, wapi atafanya kitu fulani. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa Watanzania kuwa nacho, kwa timu kuwa nacho. Kwa sababu hata mwanzo kipindi una approach watu wengi kama anavyosema Haji, ndio the like ya workshop size tunakuja nayo ni awareness kwa watu. Umuhimu wa kuwa na hizo tools, jinsi gani ya kutumia hizo tools, jinsi gani ya kufanya proper analysis. Kila mtu anaweza kufanya analyst. Analyst wapo karibia kila timu. Ukiuliza Premier League team zote zina analyst, lakini mimi na wewe ni mashahidi, tunakutana majukwaa juu huko. Tunajua maanalist wengine the like ya. Kwa hiyo nitakuachia wewe ujaji na watu wengine wajaji, lakini kuna proper way ya kufanya. Kwa sababu vitu vinafanyika haimaanishi vinafanyika kiusahihi. Tanzania tunapenda kufanya vitu kwa sababu vinafanyika tu. Tunaamini vinafanyika kwenye usahihi. Hatusemi kwamba sisi ni bora, lakini tunasema ni muda wa Tanzania kujua mpira wao unaendeshwaje. Ni muda wa Tanzania kujua teknolojia inaendaje. Ni muda wa vilabu kufunguka macho kwa sababu ligi yetu inapanda siku baada ya siku. Tunabidi tuipandishe na standard yake. Tusije tukaenda kuaibika kwa wenzetu. Sasa hizi si muda wa kutafuta kusema hatuna mtu bora. Tulijipangaje kumpata mtu bora? Tunaipangaje kuitengeneza Tanzania ya kesho? Tanzania ya kesho inatengenezwa kwa kuangalia leo. Vitu kama hivi ambavyo vinakaa kama unavyosema still picture na video zinakaa kujua improvement ya mchezaji kuanzia anapotoka chini mpaka anapofika juu. Elimu inatakiwa itolewe mapema. Haji ana msemo wake anasema Watanzania wengi technical tuko vizuri. Physics alhamdulillah tuna improve day by day. Tactical decision making mbovu. Pua kwa sababu hatuna hizi elimu. Na wenzetu wanatuzidi katika mbinu. Mpira sasa hizi umetoka katika winga shuka, winga piga cross, umekuja kwenye mbinu zaidi. Mpira huchezwi tena na wachezaji 11 ndani. Department kama hiyo ya watu 14. Arsenal wana mtu specific wa set piece. Specific wa set piece. Tumekuwa ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinasifiwa kwamba wanafanya sana. Bwana Nico Jopa huyo. You specialist wetu, specialist wa Arsenal. Amekuwa akisifiwa kwamba ndio timu ambayo sasa hizi katika magoli 18 70% ya magoli ni set piece. Lakini haikuja kwa bahati mbaya. Ni studying, ni science of it, ni art. Watu wanafanya science na wanafanya art at the same time kwa sababu wana enjoy watu. Imeshakuwa ni movement zinatengenezwa na zile zinafanywa kazi over and over and over. Lakini pia zinaonyeshwa, wachezaji wanaonyeshwa makosa yao. Huwezi ukawaonyesha kama huna proper tools. Huna zile za kurekodi kwenye simu za kumchorea tena kocha sasa hizi hapana. Nikimchorea aje hapa michoro ya yeye mwenyewe alivyo pia anaweza kujikataa kwamba mimi si mimi. Sasa ashumu unamchorea mchezaji alivyokuwa katika hiyo position kipindi ambapo ana emotions nyingi zimekuwa involved. Lakini ni rahisi sasa hizi unaweza kaona kuna watu wanashuka na tablet wanaonyesha watu. Anaonyeshwa video positioning yake ilivyokuwa mbovu. Kwa ni wito kwa Tanzania kuinvest. Si lazima wainvest kwa kutumia Degigo, lakini sisi tunatumia hii platform kuelimisha watu. Na pia ni tunawapa fursa. Uzuri wanaweza kuireach hurdle moja kwa moja. Tunawapa fursa kwenda kuireach. Lakini tunaambia we come with a better option, better offer. Na hatutakufa hapa. Lengo letu ni kuifanya East Africa nzima iweze kupata teknolojia competitive. Tushindane kwa mbinu, tukuze mpira wetu wa Afrika. Haji, Suba leo kafunguka. Na nimependa kwa sababu kuna vitu vingine hata mimi nilikuwa na vihisi lakini sina uhakika ndivyo ambavyo vina operate. Na amegusia sehemu kubwa sana ambayo inafanyika huko. Wewe kwa utaalamu wako na ambao umekwenda, mapokeo yanakuwa vipi? Maana mara nyingine unakuta video analysis wanafanya mapokeo kwa coaches. Kwa sababu na mimi leo nataka niulize kweli. Wakati wa kutafuta hata wa coaches ambao wanakuja kufundisha una timu yenye wachezaji fulani, huwa inafanyika analysis ya namna hiyo au nini ambacho nadhani kinafanyika? Na kama ndivyo au sivyo, inawezekana sasa hawa makocha wakaanza kutafuta kwa kuangalia vigezo hivyo ambavyo vinakuwa video analysis badala ya kuangalia alichukua kombe, alichukua nini na akachukua nini. Na ndo natumaini tuelekee huko. Recruitment yetu isiwe kwa sababu ya hisia au tusiangalie vitu ambavyo sio uhalisia haswa kwenye ule utendaji wa kazi. Umeona timu nyingi ushasikia anashinda kikombe sio kwa sababu ya mbinu zake, lakini wachezaji ni wapambanaji. Ushafahamu lakini through this platform ya analysis I think inaweza ikasaidia vilabu
vingi kuanza kujenga philosophy yao, falsafa. Kwenye falsafa chini yake kuna hiyo style of play. And then from this style of play tunahitaji kocha wa aina gani? Alafu kocha akija and then tutasaidiana naye kutafuta wachezaji ambao wanaendana na hiyo style. Umeona? And what we do as a company, huwa tuna approach club, tunafanyia tathmini na tunaweza kuambia I think labda benchi lako ni dhaifu. Umeona? Au sidhani kama uongozi wa juu na mikakati mahususi au mikakati ya muda mrefu. Umeona? Kwa sababu unaenda kwenye club unamuuliza malengo yako ndani ya misimu mitatu ni nini? Kwa sababu football is a whole economy, so you have to be clever on how una capitalize katika haya mambo. So we're hoping through hizi analysis then vilabu wataweza kugundua kwamba hii ndio mfumo wetu tunaocheza, na hiyo mwalimu tuliokuleta I don't think kwa ushahidi wa video na hizi analysis I don't think unatuchezesha katika mifumo ambayo sisi tunaamini inaendana na style yetu. Give an example, Manchester United ametaja Arsenal. Si kila kocha ataenda kufundisha Manchester United. Haijalishi ni mzuri kiasi gani. Kuna aina ya kocha ambaye atapita pale kwa sababu kuna falsafa yao, kuna jinsi wenyewe wanavyocheza. Na inabidi uongozi wa juu ndio ubadilishe what they think their style is. Alafu ndio wewe uletwe ambao utaendana na hiyo style yao wanataka. Alafu wao na jopo la recruitment ndio kuna scout, kuna head of recruitment, kuna head coach, ni panel ambao pia anatumia video hizo na analysis hizo kujua kwamba tumchague mchezaji wa aina gani. Kwa haitakuwa tena usajili wa madili. Kwa sababu mimi na Pato ni kocha, kwa sababu Pato ni kocha alafu na kupigia pasi. Lakini sina ushahidi wa hasa kuonyesha kwamba Pato kazi ataiweza kama kocha. Au Pato ni mchezaji anahitajika. Mchezaji sasa ndo mimi wakala ndo mchezaji wangu, then na force issue asajiliwe pale. Lakini klabu ukianza kutumia hii teknolojia, kutumia hii platform, hata sisi mawakala tutapunguza kazi za kidalali. Tutaweza kutafuta wachezaji ambao wanaendana na mifumo ile timu. Lakini sasa hizi inakuwa ni ngumu kwa sababu klabu yenyewe pia haina. Kwa hiyo unaanza sasa kutumia ushawishi wako. Kwa sababu atawafaa. Na hatusemi kwamba eti kupitia platform hii na teknolojia hii na video hizi na hizi analysis kwamba usajili utapatikana utakuwa perfect. Kwa sababu hata hivyo vikubwa kuna wachezaji wanaenda wana flop. Lakini tumepunguza hasara kubwa kwa kukisia tu. Sasa hizi tunafanya inaitwa calculated risk. Either way kusajili ni risk, ni binadamu. Sio kwamba sasa hizi nimenunua simu itabaki kwa simu. Binadamu anabadilika, performance inaenda juu inashuka chini, lakini with this evidence then it's a calculated risk. So I'm really hoping huko ndo tuelekee. So tusajili wa wachezaji, lakini usajili pia wa makocha, usajili wa technical bench, usajili wa CEO, usajili wa kila kitu, kwa sababu ambayo ina maana Haji kwamba inawezekana kabisa season hii inakuisha. Ndio. Report ya bench, ndio. Report ya hiyo kamati ambayo inahusika na analysis za wachezaji. Ndio. Na kama kuna mtu wa saikolojia na vitu fulani hivi ndio ambayo inatakiwa ifanywe kazi zaidi katika kuelekea msimu unaofuata. Kabisa. Ndio inavyokuwa. Kama saa hizi tunaingia disha dogo, kama mmefanya analysis, mna data behind ya vitu mlivyokuwa mmefanya na ile mikakati, klabu inabidi wajue kabisa disha hili dogo ni nani anakuja kutushikilia, lakini pia tunaandaa mikakati ya kwamba msimu ukiisha kuna position fulani tumekuwa exposed ama tumekosa watu wa aina hiyo. Umeona? Kwa hiyo kama nasema tuna shida ya ushambuliaji, lakini sasa ni striker aina gani? Is it a target man? Is it a runner? Is it a false nine? Kwa hiyo vitu ni vingi. So kupitia analysis tunaanza kutafuta wanaita characteristic ya ule mchezaji. Umeona? Sasa tunapunguza a lot of guesswork. Umeona? Na pia usajili unakuwa fair kwa sababu naamini kuna watu wana vipaji mtaani, wana vipaji kwenye vilabu vyao, lakini hawapati nafasi ile kwa sababu hana ushawishi huo. Kuna mtu ndio kasajiliwa kwa ligi kuu lakini hachezi. Sio kwa sababu hawezi, lakini hana ushawishi huo. Lakini zile data zikitumika, whether kwa sababu analysis kama unasema sababu haifanyiki tu kwenye mechi. Tuna analyze pia mazoezi. Ili kwenye mechi tuseme kwamba kinachofanyika kwenye mechi ndio hichi ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye mazoezi. Sasa kama mtu performance yake mazoezini, data zinaonyesha GPS yake, statistics zake zinaonyesha kwamba anafanya vizuri. Sasa kwa nini huyu aanze? Kwa hiyo upendeleo fulani utakuwa pia unapungua.
Yeah. Kwa maana kwamba kuna wakati mwingine tunaangalia poor performance. Saidi alikuwa anacheza katika mechi 4-5 yuko vizuri huko mazoezini. Ndio. Lakini tunakuja tena hatumuoni. Ana injury, ana kitu gani? Inawapa wakati gani sasa nyie? Kwa sababu kama nyie video analysis mnaona na kile ambacho kafanyika mazoezini. Coach au wao washikaji au chawa wameamua kwamba tuna mchezaji wetu badala ya Suba pale acheze Haji. Sawa. Sasa ushawishi wenu unakuwa ni upi katika ripoti au ushawishi au hiki ambacho wataenda kujifunza kinaweza kikawapa nguvu gani ya kuweza kufikia malengo, kwa maana ya kwamba kumshawishi kocha au msimamizi au wamiliki wa timu kwamba hapana, hiki sicho, hiki ndio sahihi. Kweli ndio maana akasema issue kubwa ni ufahamu na uelewa. Ifike point tukubali watu kubadilika. Inafika point mifumo ya zamani inabidi tuiache kwa sababu dunia ndio inapoelekea. Lakini pia ni hasara yako wewe mwenyewe kama mwekezaji wa klabu au muendeshaji wa klabu. Ambacho kinafanyika na ambao sehemu kubwa ambao watu wafahamu ni utaalamu wa kufanya reporting. Kwa sababu unaweza kufanya analysis zako zote lakini kama haujui namna ya kuripoti pia inapunguza efficiency. Sasa katika kuripoti kule sasa ndo kuna hizo lines za reporting. Kuna ile ambao unaongea na kama ni kwa sababu ya wachezaji and then unaongea na mwalimu. Kwamba according to playoff style ambayo tulikubaliana na mifumo ambayo tumediscuss kabla, kwa sababu inabidi udiscuss na mwalimu kabla hata mazoezi pre-season ile. Kwa discuss hizi ndo styles of play, hivi ndo ukabaji wetu na nini na zile mbinu zote tushakubaliana. Kwa namwambia kwa hii tulivyoona nadhani na mechi inayokuja wachezaji hawa ndo watafaa kuanza. Ama mtu fulani labda nadhani unamweka nje maybe ana nafasi kwa sababu anaendana na unachokitaka. Umeona na nadhani pia ndio maana hapo kuna ugumu wa kukubalika sana kwa sababu watu wanadhani unaenda kwa challenge. Kwa mtu mwingine ndio anaweza anakuwa anafahamu kidogo analysis lakini anajua utaje kuchallengeana hapa au utaje ujuaji, sio? Lakini sio ishu ujuaji kwa sababu mwisho siku Patrick ni kushauri kama head coach haimaanishi lazima uchukue kila kitu. Mwisho siku ni jahazi lako. Sisi ni wasaidizi tu. Lakini nakwambia hizi ndo data and this is why I think mchezaji huyu aanze. Kama utaipokea sawa, utaona usipokee sawa. Lakini kama unafanya overall analysis ya club na hiyo masuala ya consultancy, pia hivyo nitakwambia bwana club yako generally inakosea hapa na hapa ama inapatia hapa na hapa. Kwa sababu kuna issue kubwa pia ni kufanya vilabu viwe sustainable kwenye mapato. Kwa kama nakuelezea as a CEO au nakuelezea as a club chairman na usione kama inatija, sio jukumu langu ni ile report iliyoandika na evidence iliyoambatanisha ndio muhimu kuliko kusema kwamba kwa nini haijapokelewa, kwa sababu sio sehemu yako kujua kwa nini haijapokelewa. Wewe wakilisha ushahidi wako na analysis yako. Sasa wengi pia na vilabu wakawa na uzito kwa kupokea maanalyst kwa sababu wakiamini wanajua kuleta challenge. Umeona, lakini ukiangalia si kweli, lakini pia unaelewa kwa nini wana uzito huo. Sasa model ya hii course yenu itaenda kwa namna gani? Mpaka umezungumzia siku ambazo zitafanyika. Ndio. Lakini hizo siku nini kinafanyika mpaka kufikia Jumapili? Na zinaenda kwa njia gani? Ni live au utakuwa kuna mtandao ambao unakwenda na maelekezo? Lakini najua pia katika kingine kikubwa kwetu, ingawa watu hawaamini, mimi ni kwa sababu nadhani labda kutoka napo kunasaidia. Unaweza kukuta wanaoongea wa Brazil huko zinaendeshwa Kireno, unaweza kukuta lakini kuna au inaweza hata kama ikiwa ni Kiingereza kaja kutafsiriwa Kireno au kaja na maana kuna wengine wana uoga wa lugha ya kigeni. Ndio. Tutatumia lugha ya Kiingereza. Okay. Na itakuwa ni online. Lakini washiriki wote tutakutana Urban Hotel ambayo iko Masaki. Ndio. Wote tutakutana pale takriban 20 na kitu, tutakutana pale. Kutakuwa na online session ambayo tunaelezewa jinsi gani ya mambo kufanya, na tumejaribu kugusa nyanja mbalimbali kwa sababu kama tulivyosema issue ni kufanya awareness. Umeona, kwa tuangalia kidogo kuhusu analysis ambayo ni pre, during na live na post match analysis. Tuangalia kidogo kuhusu scouting and recruitment. Umeona, tuangalia issue data zima ya performance analysis ambayo ni ma GPS. Kwa hizi zote ni siku tofauti. Matumaini yangu na matumaini yetu ni kwamba kupitia elimu hii ya awali ambayo tutapa wale technical staff walokuja na ma CEO, tupate watu ambao
wako willing kuendelea kuinvest katika elimu yao. Hurdle wana platform yao inaitwa Hurdle Academy, ambao unaweza kupata in-depth education kuhusiana na hivyo vitu vyote kiundani zaidi. Kama ni performance analyst kutumia GPS, wana a whole course ya kufanya performance analyst. Kama ni issue ni kufanya analysis, pia wana course zao mbalimbali kwenye kuhusiana na mpira. So we are hoping from there ili kuelimisha, kuwatamanisha ambao wenye kiu na vilabu ambao wako tayari kufanya kazi. Tutasaidia na elimu ya ziada kwa watu wao, lakini pia kama wataweza kununua vifaa na ile teknolojia na software, tutasaidia kufanya installation na ile support ili waweze kufahamu. Naweza vitu vingine wasifahamu kwa haraka ama vinahitaji mazoea kidogo, lakini tuko pale kufanya support kwa hiyo miezi hata miwili ili kuensure kwamba wananufaika na walicho purchase. Ndio. Na gharama zake ziko vipi? Gharama tufanya nyepesi sana. Nyepesi sana ni 250,000. Mara nyingi course kama hizi zinaenda hadi 800,000, 800,000, 600,000, lakini kwa sisi tumesema kwamba issue ni watu wafahamu, and then panapotija, and then tutajua jinsi gani tunaleta in-depth education for them ili kuweza kujiendeleza elimu yao. Safi. Bado tutarudi na kuweza kufahamu zaidi kile ambacho kinapaswa kifanyike, au wewe klabu au mtu ambaye una hamu ya kujifunza zaidi kuhusiana na haya na kutaka kujiendeleza kwenda kuhudhuria mafunzo haya ambayo yatafanyika jijini Dar es Salaam. Tuenda kwenye break, tutarejea. Naam, tumerejea tukiwa katika ngwe ya mwisho, na nikukumbushe tu nipo na Haji Degigo pamoja na Saidi Suba, ambao wao watakuwa ni mmoja kati ya wakufunzi wanaendesha warsha hiyo ambayo itakuwa kupitia online, lakini ikiwa inatengeneza kuwafundisha na kuwakumbusha umuhimu wa video analysis katika kuendesha mpira wetu. Haji, ulikuwa unazungumzia hapa wakati naenda break kuhusiana na bei ambayo imewekwa hapo, bei elekezi, lakini umuhimu zaidi wa jinsi ambavyo semina hii itaendeshwa. Kwa hiyo mafungu hayo yatakuwa vipi mpaka kufika saa 5? Mafunzo yanaendaje? Tutaanza the first lisali moja la kwanza, ambao pia ndani yake itakuwa imegawanishwa kwenye break, lakini mule online kutakuwa kuna interaction. Okay. Umeona where wanaojifunza wanaweza wakauliza, wakaambiwa wachangie kwenye hoja. Umeona, kwa sababu kusikiliza pekee haitoshi, lakini pia upate kuchangia hoja yako, utoe mtazamo wako. Umeona, baada hapo kutakuwa kuna Q&A, question and answer, ili kupata ule mrejesho na kujiandaa na somo linalofuata. Alafu nusu saa ya mwisho, kwa sababu ni kozi ya masaa mawili kila siku, kwa nusu saa ya mwisho itakuwa ni sehemu ya networking. Kwa utapata pale breakfast. Tukipata breakfast unaweza kuongea na wenzako, kuhoji wenzako ameelewa nini ama anafanya kazi wapi, vipi klabu yako inaendeleaje, hili jambo wewe umelichukuliaje. Kwa sababu kama unaweza kukutanisha hawa baadhi ya ma-CEO, baadhi ya wachambuzi, baadhi ya technical staff, kuna kitu ya kujifunza kwa sisi wenyewe kupata kuinteract. Kwa hiyo kila siku the last 30 minutes, nusu saa ya mwisho kutakuwa pale na breakfast, lakini muhimu ni watu kufanya networking na kuona kwamba leo umejifunza nini au mwelekeo wa klabu yako ni nini, ama kuna fursa sehemu gani umesikia, kwa sababu ndo raha binadamu. Kusocialize na kunetwork. Umeona, leo huwezi kujua kama mwenzako leo kesho atakuwa wapi. Ndio sema pia kufahamiana na kuongeza contact zako. Kesho kutwa kuna deal sehemu fulani, una shida CEO huyu na nini, at least mshaonana kwa macho na unajua mkaanza kusaidiana. Ndio. Najua kwamba kuna nyakati nyingine mtu anaweza katarajia tu kwamba nitaenda, unajua vitu vinavyotoka na wazungu na nini napata equipment. Wanatakiwa waje na vitu gani?
Sisi tumeandaa stationaries, kwa hiyo pen and paper na nini vitakuwepo, notebook, lakini tumerahisisha kwamba your smartphone, simu yako janja should be enough, inabidi ijitosheleze. Kwa hiyo kuna kama any interaction tutaifanya through the smartphone, kwa sababu tutakuwa na big screen ambapo ndo moderator wa course atakuwa anafundishia pale. Kuna ambience nzuri, is audible, inasikika vizuri, umeona. Lakini kwenye simu pale inatosha tu wewe kujibu yale maswali kama utaulizwa, ama kama kuna interaction yote, kuna hoja wewe kuchangia, ili iwe nyepesi. Iwe simu janja kweli au simu laptop. Au simu janja au kaja na laptop yako. Na kwa sababu ni mwanzoni, tutajaribu kupunguza hizi complication. Umeona, kwa sababu kuna other softwares ambazo hauwezi kufanya paka uwe na MacBook ya aina fulani. Umeona, hauwezi kufanya paka uwe na tablet ya aina fulani. Sasa ukichanganya hizi mambo kwenye sehemu ya awali uta discourage watu, lakini kwa kwanza inatosha. Kwa kwanza inatosha. Well, najua kwamba ni muda unatupa, lakini ni jambo la kuangalia. Sisi tunaandaa michuano mikubwa sana ambayo ni AFCON. Itafanyika hapa at the moment tunazungumza, timu yetu inakwenda kucheza mechi za kirafiki, timu yetu ya taifa. Na nasema kwamba kuweza kujifunza, licha kwamba tuna vilabu vyetu vikubwa ambao ndio watu wanavichukulia mfano, hauwezi kubeza timu yetu ya taifa hasa michuano mikubwa kama hivyo. Nini ambacho unakiona au ungepata nafasi ya kushauri kuhusiana na video analysis, kuanza kuitengeneza timu yetu? Sababu tunazungumzia mwakani, tunazungumzia ujenzi wa viwanja, tunazungumzia jinsi gani tutaweza kufanya. Yaani hivyo ndio vitu vingi ambavyo nimevisikia, lakini najua kwamba kwa uwepo wa TFF na rais wa TFF Wallace Karia, wao watakuwa wanafanya jambo ambalo ni vipi timu yetu inaweza kushinda. Lakini katika hili limenifungua zaidi kwamba kumbe hata Patrick anaweza kaanza kufuatiliwa sasa hivi na ripoti ikapewa kwa kocha mkuu kwamba bwana huyu ana ABCD. Nini ambacho nakiona sasa kinaweza kikachangia kwa kutumia video analysis ambao wako, na hata nyinyi ambao tayari mna kampuni ambayo inajitosheleza katika yote hayo, including vifaa ambavyo vinaweza kufanya kazi hiyo? Ni swali zuri sana na swali kubwa. Tukianza kulizungumzia nadhani Azam inabidi tupe kipindi kingine kimoja kikubwa kabisa. Hamna tabu, dakika zimebakia zinatutosha 4-5 hizo kwa kuweza kuliweka kwa kujaribu kulisimplify, kwa sababu kwa timu kubwa kama timu ya taifa, ukiachana na timu ya taifa tu ya Tanzania, timu zote analysis ni point kubwa sana, kwa sababu tuanze kujiuliza tu, tunapoita wachezaji wetu 25 ni base gani tunawaitia? Haiwezekani kusema tu Haji kakidimua bwana mechi 2-3 ndio tumuite. Kama alivyosema Haji, for the like ya which coach should be in a certain team. Kama saizi tunaona tumepata kocha mpya ambaye atakwenda kuliongoza jazi letu katika AFCON. Philosophy yake ni nini? Anahitaji watu wa aina gani? Tunazungumzia timu ya taifa, kwa tunazungumzia ni wachezaji wote wa Tanzania waliokuwepo katika kila kona ya dunia. Je, philosophy ya kocha inafit mchezaji gani? Je, tunaandaaje timu? Ndio maana nimesema ni swala panafu sana tunapoliangalia, kwa sababu linamsaidia kocha wanaoita timu kupanga mbinu zao, kujua ni wachezaji gani tunawaita for the national team. Na ndio hapa Watanzania wanapokujaga na miemko, mbona fulani hajaitwa, kuna watu wengine hawaitwi, sio kwa sababu ni wachezaji wabaya. Ni mifumo ya kocha huyo, sio aina ya mchezaji ambaye anamhitaji katika timu katika kipindi hicho. Haimaanishi ambaye hajaitwa ni mbaya. Inaweza kaa hajaitwa kwa sababu kocha anaamini hafiti katika mfumo wake. Kwa hiyo inasaidia kwenye maandalizi hayo ya awali kabisa kujua nani tunamuita. Baada ya kujua nani tunamuita, tunaandaaje timu yetu, on team analysis. Kuanzia kwenye training ground, kuanzia tunapoenda kwenye mechi, philosophy yetu tuna impact vipi? Kama alivyosema hapa Haji na alivyotangulia pia kusema, style of play ndio ina determine whether sisi tunacheza vizuri ama hatuchezi vizuri. Kuna muda timu yetu ya taifa inaweza kaamua labda kipindi hicho sisi tunakaba tu, hatutaki kushambulia kwa dakika 10-15. Tutakaba, labda tutashambulia kwa counter attack. Labda hiyo ndo maandalizi yetu yalokuepo. Hiyo tumeiandaa on team. Sasa tunajua kabisa kwenye group letu tunaye opponent wa aina gani mapema kabisa. Kabla tujaenda kwenye AFCON, tushajua tuna timu fulani 7 tunaweza kwenda kucheza nazo. Hizo timu 7 ambazo tunajua tunaweza kucheza nazo, ndio muda kuziandalia ripoti zake, wanachezaje.
strength yao iko wapi, weakness yao iko wapi, jinsi gani tunaweza tukacapitalize katika strength yao. Hapo tunazungumzia opponent analysis. Umo ndani tutaangalia high performance analyst, performance analyst. Tunaangalia wachezaji wanaokuja wana utimamu wa mwili na kiakili kwa namna gani. Utimamu wa mwili utapimwa kwa GPS ambazo katika training yetu pia zitazungumziwa. Baada ya hapo ni kutoa ripoti ya mechi baada ya mechi. Mimi napenda timu yetu ya Tanzania iwe ina take game by game, tusiwape watu pressure. Tupo bado, naamini tuna uwezo wa kufika mbali mno. Na tunaamini katika uongozi wote unaoweka, isipokuwa ni kuweka juhudi kubwa na kutokupeana lawama, kukubali responsibility kwa kila mmoja. Tunahitaji kuistrengthen timu ya taifa, technical bench kama ambavyo tunaona saizi imekuwa, na wachezaji wenyewe wajitoe, wajue kabisa hii ni timu yetu ya taifa, inatugusa Watanzania wote. Kwa hiyo sisi kama The Gigo Group tupo kiushauri kwa nafasi yetu. Hatusemi tunajua sana kushinda watu wengine, lakini tunaamini popote ambapo tutapata nafasi ya kuchangia, tutakuwa tayari kuchangia. Na kurudishia kwako Patrick. Bwana amenipa vingi. Bwana nikwambia kwamba tutakigusia tu. Lakini nashukuru sana Said pamoja na Haji kwa kuwepo wenu hapa ambao umeweza kutupa darasa ya kile ambacho kinakuwepo. Lakini kwa kukumbushia tu ni kwamba shughuli inaanza kesho Alhamisi, sio? Alhamisi kesho. Kesho. Saa 3 asubuhi. Okay, 3 kamili. Urban, sio? Urban, Masaki. Masaki kuna mitaa mingi, Chole wapi? Chole Road hilo. Ndio Chole hiyo. Wako nipatia. Wakishua. Anyway, Chole Road, kwa hiyo kuanzia saa 3 ndio shughuli hiyo itaanza kesho katika mitaa hiyo ambayo unaweza kwenda kuangalia nini ambacho kinafanyika hapo, lakini ni sehemu au platform ambayo inaweza kukupa wewe mwenye timu, wewe unataka kujifunza jinsi gani ambavyo video analysis inaweza kukupa jawabu kuelekea dirisha dogo, au sio? Dirisha dogo bali ndio inaweza kukupa jawabu. Bwana Said, shukrani sana. Haji nikushukuru pia, na nadhani tutaendelea kuwasiliana kuangalia, maana tumezungumzia analysis, mmesema ipo kabla, wakati na baada. Sasa mimi pia nadhani wakati nitafika, ila baada sasa nitataka kujua impact ya kile ambacho kimefanyika, kimeenda vipi na mapokeo yamekuaje. Ndio. Shukrani sana. Asante sana. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza kipindi hiki kwa siku ya leo. Tutakutana tena muda na wakati kama huu wiki ijayo. Kumbuka tunapoingia huko, hiyo ni siku ya wanaume ndio inayokuja. Wiki hiyo tutakuwa kuna nini? Shughuli tutakutana nayo siku hiyo.